أن لهم أجرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. أما بعد، فيا إخوة المؤمنين، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. Nitangulize kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwafikisha tena kwa mara nyingine nasi kuwemo katika waja wake ambao wamelisikia neno lake na kulifanyia kazi kiutekelezaji pale alipotangaza ndani ya Qur'an, ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ah fas'au ila dhikri llahi wa dharul bay', kwamba kila yule ambaye amemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika siku kama ya leo tunapoitwa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ni jukumu na ni wajibu wa kila mmoja kuyaacha aliyokuwa nayo na kukimbilia katika nyumba hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kupata fursa ya kulifanya hili ni taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sambamba na shukrani hizo ni kumsalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye ndiyo fakhri yetu, ndiyo kiongozi wetu na ndiyo kipenzi ndani ya maisha yetu na mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mtume ambaye kumtakia kwake rehma ni ibada kubwa yenye masharti mepesi mno, lakini ni ibada kubwa yenye fakhri kubwa ndani yake katika maisha ya kinywa cha yule mwenye kumtakia rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Niwausieni waja wa Allah pamoja na kujiusia nafsi yangu, tumcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumcheni Allah kama anayusia nafsi yangu juu ya hilo. Fakhri ya maisha yetu, thamani ya haya tunayoyafanya na bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kuyaendeleza haya yote kwa kufuata maneno yake katika kuhusiana na kuzihusia nafsi zetu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumombe Mwenyezi Mungu auendeleze ucha Mungu katika vifua vyetu na tujalie katika wale ambao mafanikio yao wameegemeza katika kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa dakika chache kuelekea katika ibada ya salati al-Jum'a ama iqamati salah, haya tunayoyafanya ndio maisha aliyotufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini katika mfumo wa maisha ya mwanadamu, kwa namna ambavyo ametuumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwanadamu ndani ya maisha yake ana mkusanyiko wa vipindi mbalimbali, ana mkusanyiko wa nyakati mbalimbali, ana mkusanyiko wa matukio mbalimbali katika ukamilifu wa maisha yake. Kuna nyakati utakazozipitia ni nyakati za furaha, lakini pia usisahau kuna nyakati za huzuni utazipitia. Kuna nyakati zitakuwa ni nyakati zenye kupa tabasamu na kukupa furaha katika uso wa kila mwenye kukutazama, lakini ziko nyakati pia zitakuondosha tabasamu na
kuondoshea hiyo furaha uliyokuwa nayo, ambayo kila mwenye kukutazama na kuona nayo, badali yake zitakuletea husni ambayo kila mmoja atakuona nayo katika maisha yako. Kuna nyakati kama ambavyo tunazaliana na tunazaliwa, na ziko nyakati tunazikana na tutaendelea kufa. Ndio utaratibu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini yote haya ni katika neema alizotuumbia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndio mapito sahihi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyataka tuyaishi katika maisha yetu ya ulimwengu, tokea kuzaliwa mpaka kurejea kwetu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuna jukumu la kumsoma sana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumuelewa vyema katika kila neno lake alilotufikishia na katika kila kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoileta ndani ya maisha yetu. Nikumbushe tu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika moja ya taarifa na anayotueleza ndani ya Qur'an ni mapito katika mitihani mbalimbali. Mwenyewe alisema ndani ya Qur'ani, wala nabiluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat ila akhir al-aya, kwamba kuna nyakati mtazipitia, nitawaonja, nitakupeni mitihani katika maisha yenu kwa kuondoshea vitu mbalimbali na kuondosha nyinyi wenyewe pia katika maisha yenu. Ndio utaratibu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maisha yetu. Nimkumbuke mwalimu wangu, shekhe wangu, Sheikh Walid Al-Hadi, siku moja alipata kutuambia katika mengi ambayo huwa anatuambia, ni kama maneno mawili ambayo yatusindikizie hotuba yetu ya leo. Mmoja alipata kutuambia, kama usimuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuepushe na mitihani, yani asikupe mitihani, bali muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuwezeshe kukabiliana na mitihani anayokupa, kwa sababu maisha ya mwanadamu, mitihani ni sehemu ya maisha yake. Lakini na vile vile pia alisema mara nyingine, mara zote katika maisha yako usiwe na kawaida ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kujalie subira kabla ya kufikwa na hilo linalohitaji na subra katika maisha yako. Ukimwomba Mwenyezi Mungu akupe subra, manake umemwomba Mwenyezi Mungu akupe mitihani. Tafsiri yake akitutaka kwamba tuwe na utaratibu wa kumwomba Mwenyezi Mungu atupe subra wakati ambao tumefikwa na hayo mambo yanayohitajia kuwa na subra katika maisha yetu. Huu ni utaratibu ambao alikuwa akituelimisha na kutukumbusha kwamba maisha ya mwanadamu yana vipindi mbalimbali katika yake kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kuyazingatia hayo na mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwetu, kama ambavyo tuliona katika khutba kadhaa zilizopita alipozungumza na malaika juu ya ujio wa mwanadamu katika ulimwengu na hoja za malaika, lakini bado alimleta mwanadamu. Tuliona mapenzi yake kule, hofu ya malaika kwa mwanadamu na ujio wa mwanadamu aliifanya kuwa ni ibada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi hata katika haya pia mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwetu, ametuwekea vipindi na nyakati mbalimbali ambazo lau kama tutazitumia vyema kwa mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, changamoto zote za kimaisha, mapito yote tunayoyapitia katika maisha zitaendelea kuwa ni fursa za kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa kuijua tabia ya mwanadamu katika vipindi vyake viwili, kwamba anacho kipindi cha kufanikiwa na anacho kipindi cha kutokufanikiwa katika mambo aliyokuwa, alitoa mwongozo mmoja. Aliwaambia masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, ta'arraf ila Allahi fi ar-rakhai ya'rifuka fi shidda. Jitahidi sana katika maisha yako, kila pale unapokuwa katika nyakati za mafanikio, nyakati za kuyafikia malengo uliyonayo, nyakati za kutembelewa na neema mbalimbali ya maisha yako,
zitumie neema hizo kujitambulisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba wewe ni mtu sahihi kuwa na neema hizo. Ukifanikiwa kuyafanya hayo, yaarifuka fi shidda, hata pale utakapokuwa na mitihani mazito, naye pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatokuacha mja wake. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie katika wale ambao wanazitumia neema walizokuwa nazo kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili aendelee kuwa nasi katika maisha yetu yote fi dunia wal akhirah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. الحمد لله وأصلي وأسلم على حبيبه سيدنا ومصطفانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، إخوة الأعزاء، مرة ثانية أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. Kwa mara nyingine niwausieni waja wa Allah pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumcheni sana Allah, ndimo ambapo kuna mafanikio ya maisha yetu tukistaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika muendelezo ule ule wa kuzitangaza zama mbalimbali katika maisha ya mwanadamu na kujitahidi kutafuta fursa zilizokuwemo ndani yake, neno lake anasema, inna li rabbikum fi ayami daharikum nafahat fata'arradu laha alhadith. Alisema siku moja, na ndio maneno anayotuambia na tunaendelea kuambiwa naye katika maisha ya kila siku, kwamba inna li rabbikum fi ayami daharikum nafahat, hakika ana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maisha yenu ya kila siku, katika mzunguko wa nyakati mbalimbali za maisha yenu, katika mzunguko wa mwaka mzima ndani ya maisha yenu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka ndani yake nyakati ambazo ndani ya nyakati hizo, kwa yale aliyomo ndani ya nyakati hizo mwenye kuyafanya, basi atapata bonus kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume akitutaka fata'arradu laha, tuzitumie nafasi hizo na nyakati hizo. Tupo katika siku ya mwezi 9 Dhulhijja, tunakwenda katika siku ya mwezi 10 wa Dhulhijja ambayo itakuwa ni Eidun Nahri, mmoja katika nyakati ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezifanya kuwa ni fursa za kipekee ndani ya maisha ya mwanadamu. Ni pamoja na nyakati hizi. Tulisema katika wiki iliyopita, Mwenyezi Mungu anasema fajri wa layali na ashri, na Mtume alisema wazi kwamba hakuna siku zilizokuwa bora katika dunia kushinda siku hizi 10 ambazo tuko nazo Dhulhijja. Kesho ndio mwezi 10. Msikilize Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akizungumza nasi, ikiwa tupo katika nyakati za neema, tukiwa tupo katika nyakati za kumiliki vinavyotoshea katika maisha yetu. Alisema siku moja, ma'amila ibnu adama min amalin ahabba ila Allahi, ma'amila ibnu adama min amalin yawma an-nahri ahabba ila Allahi min ihraqi ad-dami innaha latati yawma al-qiyamah biash'ariha wa adlafiha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza, ma amila ibnu adama min amalin yawma an-nahri, hajapatapo kutenda mwanadamu tendo lenye kupendeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika siku ya kuchinja kama ya kesho, min ihraqi dami, kuliko kuchinja, kuliko kumwaga damu. Huyo mnyama ambaye atakayemchinja mwanadamu katika siku kama ya kesho, yauma nahri, innaha latati yauma alqiyama, mnyama huyo atakuja mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, na kila kitu chake ambacho Mwenyezi Mungu amemnacho hapa duniani atakuja manake akiwa mzima mbele yako.
Na mwanadamu yoyote mwenye kuyafanya haya anatakiwa aelewe kwamba wakati ule akichinja kumwaga damu ya yule mnyama aliyehalalishiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ile damu kabla ya kufika katika ardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu huifikisha mahala maalumu anapopajua na kupataka yeye mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho akasema Mtume Muhammad, fatimu biha nafsa, jisikie ni vizuri kuyafanya haya katika maisha yenu. Ninachokusudia au ninachokizungumza katika maneno haya ni kukumbushana juu ya umuhimu wa ibada ya kuchinja katika siku ya kesho, yani mwezi 10 Dhulhijja. Imezoeleka na ushakuwa ni utaratibu katika maisha ya mwanadamu kwamba linapokuja swala la kuchinja katika siku kama ya kesho, hujiona kwamba yeye hana wajibu na hana jukumu la kufanya hivyo, bali hili ni jukumu la wale wenye uwezo mkubwa sana. Ni nani mwenye uwezo wa kuchinja? Ni kama vile vile tulivyokuwa tukitumia maelezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ile Idi ya Al-Fitri juu ya kutoa zakatul fitri yako. Ndivyo hivyo rudi katika Eidun Nahr, ni kiasi cha kuweza kumiliki gharama za maisha katika hizi siku za yaumul haji, yaumul Eid, ya Eidun Nahr, mutashiriki na familia yako. Ziada nenda kachinje kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na utaratibu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, achinjwaye katika kuifuata sunna hii ni mnyama kuanzia mbuzi ama kondoo, ng'ombe pamoja na ngamia, kwa makundi ya watu namna walivyotajwa. Lakini bahati mbaya tuliyokuwa nayo, zikifika siku kama hizi, kila mmoja huwa hana uwezo wa kulifanya hili na hungojea fursa ambayo imekuwa ni ada katika mazingira yetu siku hizi, kushikwa na wageni wa mataifa mbalimbali. Kila mmoja atamtafuta mwenzie, bwana usinisahau katika nyama za Waturuki. Na wewe pia una jukumu la kulifanya hili, kwa sababu katika kulifanya hili, inna lirabbikum fi ayami darikum nafahat fata'arradu laha. Wakati mwingine mwanadamu huona ni sawasawa akasubiri aambiwe na yule anayemfuata amuombee Mungu baada ya mambo yake kuharibika. Shekhe, nimekuja, mwalimu nimekuja, naomba nifanyie dua, mambo yangu yameharibika. Anasubiri aende kule aambiwe katika dua yangu andaa na mbuzi. Yuko tayari kutoa kuchinja pale mambo yake yanapoharibika, kwa maelezo yule anayemfuata amfanyie dua, lakini yakifika matukio kama haya hayuko tayari kufanya. Nikwambie kweli ndugu yangu katika imani, maneno haya ya Mtume Muhammad na muongozo huu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwa kutazama matukio mbalimbali ndani ya maisha yako. Anajua kuna wakati maisha yako yatakuwa magumu, ndio maana amekuwekea ni moja katika utaratibu wako mzunguko wa mwaka, kuna siku uchinje kwa ajili yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujikurubishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uifurahishe jamii inayokuzunguka katika ambao hawana uwezo kupitia neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tumeiacha desturi hii na utaratibu huu, tunangoja mpaka tuambiwe mambo yameharibika, lete mbuzi tuchinje ndio tunafanya haya. Huo sio utaratibu ambao ametufundisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukijiona una uwezo wa kulifanya hili, nenda kaitumie nafasi hii na fursa hii kwa ajili ya kutafuta nafasi na taqarrubu ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kuyatengeneza mambo yako. Hauchinji tu kwa maana ni ibada ya kawaida, bali ni kuchinja pia kuyatengeneza mambo uliyokuwa nayo, kama ambavyo unaingiza furaha katika mioyo ya masikini na wasiojiweza katika siku yao tukufu, siku yao adhim kama ya kesho, ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa na wewe hata katika nyakati zako tabu na dhiki katika maisha yako. Tuyakumbuka maneno ambayo niliyatanguliza ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fi ar-rakhai ya'rifuka fi shidda. Upo katika neema, zitumie neema ulizokuwa nazo kwa namna na fursa alizotuambia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata zikipotea neema hizi, Mwenyezi Mungu ataendelea kuwa nasi katika vipindi vizito na matatizo ambayo tunayapitia katika maisha yetu. Tumwombe Allah
amwafikishe kila mmoja aweze kuipata fursa hii ya kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tuwafikishe kwa namna anayojua yeye, sote tupate kuyafanyia kazi maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ja'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الخليفة سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر الفاروق وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى علينا وعلى كل أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى عز وجل وأكبر. الله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.